Bana, mambo vipi? Natumaini uko poa kabisa. Bana, hii ni MK Habari. Hapa tunazungumza taarifa za kimichezo na burudani. Bana, ukistajabu ya Clatous Chota Chama, basi utayaona ya Kylian Mbappe ndani ya kikosi cha Real Madrid Los Blancos. Kwa nini nimeanza na huu msemo? Bana, nikianza na Clatous Chama, amecheza kwa mafanikio makubwa sana ndani ya kikosi cha wana Simba. Miongoni mwa wachezaji ambao nyoyo ya mashabiki wa Simba hawezi kumsahau Clatous Chota Chama. Takukumbusha baadhi ya moment kubwa ambazo Chama aliwahi kufanya akiwa na wekundu wa Msimba Simba. Unalikumbuka bao la Kisigwato dhidi ya Canal Devils katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Pasi safi kabisa, ama pasi nzuri sana kutoka kwa Hassan Saleh Dirunga. Ilikuwa ni moment kubwa sana ambayo Clatous Chama aliifanya ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa kwa watoa Simba group stage, kuelekea kuingiza Simba group stage. Lakini pia unaikumbuka ile moment ya Clatous Chota Chama dhidi ya AS Vita Club, pasi ikapigwa kutoka kwa Haruna Nyonzima, John Boko akairuka katika uwanja wa Benjamin Mkapa, akaiandikia Simba bao la pili ambalo liliwapeleka Simba katika hatua ya robo finali. Miongoni mwa magoli ambayo yaliteka hisia kubwa sana, miongoni mwa magoli ambayo yalishangiliwa na watu wengi sana. Hata Mo Dewji mwenyewe alisimama kwenye kiti na akafanya nini? Akashangilia kama mtoto mdogo. Lakini vipi kuhusiana na Horoya? Chama Clatous kwenye ubora mkubwa sana, chapa baadhi ya magoli amazing kabisa, sisi za kutosha. Goli la kwanza kabisa yeye akifunga kwa njia mkwaju wa free kicks. Lakini vipi kuhusu FC Platinum? Namna ambavyo alicheza kwenye nyakati bora sana, kutengeneza pia assist, bao la 4 akifunga yeye kwa njia mkwaju wa penalty. Lakini vipi kuhusiana wale TS Galaxy wale Galaxy wale msimu tu uliopita Simba nafika katika hatua robo finali ligi ya mabingwa. Nyakati bora sana, namna ambavyo alikuwa anatengeneza assist, namna ambavyo alikuwa na nyakati bora sana. Lakini toka Clatous Chota Chama amefanya maajabu yote hayo, Simba hawajawahi kufika katika hatua ya nusu finali ya ligi ya mabingwa wala kombe la shirikisho. Yaani toka Chama amefanya hayo mambo yote makubwa, haijalishi wamekuja kina kocha gani. Wanatasikia mashabiki wanakuambia hapa kocha apende asipende lazima aondoke ama akubali kuingia kwenye mfumo wa Chama. Hayo ni maneno ambayo yalikuwa yanazungumzwa na mashabiki wa Simba. Lakini moment kubwa ambazo zote Chama amezifanya, basi hawajawahi kufanya nini? Hawajawahi kutinga kwenye hatua ya nusu finali. Msimu huu imekuwa hizi sana. Clatous Chota Chama hayupo, Simba wale wameenda zao hatua ya nusu finali ya kombe la shirikisho. Nadhani ni miongoni mwa moment ambazo zinamuumiza sana Clatous Chota Chama. Amestruggle kwa muda mrefu, amehangaika kwa muda mrefu, anaondoka Simba anaenda zake ndani ya nusu finali ya kombe la shirikisho. Kwa hiyo watu wanaweza kujiuliza, je, ni kwamba Chama alikuwa na gundu licha ya moment kubwa ambazo alikuwa anazifanya? Bana, hii naifananisha sasa na Kylian Mbappe bana. Mbappe bana amecheza PSG kwa ubora mkubwa sana, kwa nyakati bora sana, ligi wamedominate, wanachukua kila muda. Mbappe amewaka sana pale PES Saint-Germain kwenye ubora mkubwa sana. Lakini lengo la Mbappe kuondoka kwenye kikosi cha PSG kwenda Madrid ilikuwa ni kwenda kuchukua kombe la UEFA Champions League. Kumbuka Mbappe miongoni mwa vikombe ambavyo hana mpaka hivi sasa, basi ni kikombe cha UEFA. Angalia namna ambavyo PSG amedominate, amechukua mpaka msimu huu PSG wameweza kutoa kombe la ligi ligi 1. PSG tayari wameshatawazwa kuwa mabingwa. Kwa hiyo bana, Mbappe aliondoka PSG akaenda zake Madrid kutafuta UEFA Champions League. Usiku wa jana wameweza kutolewa na Arsenal kwa aggregate ya mabao 5-1. Kwa hiyo bana, na ukiangalia kitu gani ambacho kimenifanya nazungumza hivi ni kwamba PSG tayari wao wapo katika hatua ya nusu finali. Yaani anaondoka PSG, anaenda Madrid kutafuta kombe cha UEFA. PSG wanaenda zao katika hatua ya nusu finali na Real Madrid wanaondoshwa. Hizi scenario mbili za hao wachezaji zinafanana. Chama alifanya makubwa sana ndani ya Simba, hajawahi onja nusu finali. Mbappe ameondoka kwenye kikosi cha PSG, wametinga zao katika hatua ya nusu finali ya ligi ya mabingwa barani Ulaya. Kwa hiyo ni moment ambazo zinafanana kwa hao wachezaji. Hivi sasa Clatous Chota Chama yupo kwa wananchi Young Africans. Atakuwa anaangalia skills zama, anaangalia kwenye screen Simba anafanya kitu gani kwenye kombe la shirikisho barani Afrika msimu huu. Lakini pia Mbappe naye atakuwa anakaa chini anaangalia PSG wanafanya kitu gani kuelekea kwenye hatua ya nusu finali, kwa sababu wanaenda kukutana na Arsenal. Inawezekana hizi timu zote mbili zikatoa ubingwa. PSG akabeba kombe la ligi ya mabingwa barani Ulaya. Unafikiri Mbappe atakuwa katika hali gani? Kitu ambacho alikuwa anakitaka kwa muda mrefu
anaondoka, klabu inatoa. Na kwa Clatous Chota Chama atakuwa katika hali gani? Wewe niwekee tu ujumbe endapo Simba watafanikiwa kutoa kombe la shirikisho barani Afrika msimu huu. Bana, hawa wachezaji bila shaka watakuwa wanajutia sana maamuzi ambayo waliweza kuyafanya nini? Waliweza kuyafanya. Bana, siku zote wanakuambia wanapofanya jambo basi usifanye kwa kuweza kufanya nini? Kukurupuka. Nadhani Chama na atakuwa anajisikia vibaya labda kwa sababu kiangalia anafunga lakini siku hizi nyuso yake hana furaha. Sasa najaribu kujiuliza kwa Mbappe itakuwaje endapo PSG percent yake jamaa hao watafanikiwa kutoa ligi ya mabingwa barani Ulaya msimu huu. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment.